MAM Média, la voix qui informe le monde. Ndugu na dada katika Kristo, mjambo. Habari gani? Leo ni siku ya Sabato, ni siku ya pekee ya kumwabudu Mungu baada ya siku 6 za kazi. Ni siku ya pekee ya kuomba ni baraka ya Mungu, na hivi tuko mbele yake ili tuzungumze naye kwa sala zetu, tukimuinulia mahitaji yetu. Na Yesu alisema, njoo ninyi mnaokuwa na mizigo mizito ni upate kuwapumzisha. Mizigo mizito yote ya juma ambayo tumepitia, Yesu atakupumzisha. Na yeye anazungumza nasi kupitia neno lake. Pamoja na hiyo, tunakuwa na fundisho ya mahubiri yetu ya leo ambayo inakuwa na kichwa kifuatacho. Inasema hivi, ni kama kukuambia wewe binafsi: jitahidi kutetea imani ambayo Mungu aliwapa watakatifu mara moja. Ujitahidi kutetea imani kwa bidii ile ambayo Mungu amewapatia watakatifu mara ngapi? Mara moja. Msomaji wetu mchungaji Paulo anaweza kuturudilia ile somo ili tuone mtume Yuda alishauria Wakristo nini. Na barua ya Yuda ilikuwa ni kwa Wakristo. Ndio, ni katika kitabu cha Yuda mstari wake wa 3 inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Haleluya. Amen. Huyu ni mtume Yuda. Kitabu cha Yuda ni sura tu moja, lakini ina maneno ya kuonya Wakristo. Ni sura ambayo inapatikana karibu na kitabu ya Ufunuo. Na sisi kadiri tunakaa tumekuwa waamini. Hata asubuhi yule aliyepokea aliuliza, nani mwenyewe amehudhuria hapa ambaye siye msabato, mwenye amekuja tu ametoka katika makanisa madhehebu? Anasema leo wa Sabato atahudhuria, acha nende nihudhurie pamoja nao. Hakupata, lakini tuliona wageni ambao ni wa Sabato wanahudhuria. Wengine wote ni wa Sabato. Wamoja wamekuwa Sabato kupitia hii mikutano ya Injili tulikuwa nayo. Wengine ni wa Sabato wa zamani. Sasa mmekwisha kupokea imani, tumekwisha kupokea imani. Shauri ni kwamba kwako ndugu, kwako dada, mama, baba, katika mchana wa leo, ni kwamba ile imani ambayo umepokea uishindanie. Ndio vile Yuda amesema, uishindanie. Kitu ambacho ulipata kwa kushindania ni kitu ambacho kimepatikana kwa kutia nguvu na juhudi yako. Ni tofauti na kitu ambacho umepewa bure, umelokota. Wanaposema ushindanie, yani utie yako juhudi. Na wanaposema wapenzi, nilipokuwa nikijitahidi sana kuandikia habari za wokovu
yetu pamoja. Huyu ni Yuda ajitahidi kuandika juu ya wokovu wa watu wa Kristo pamoja. Tumeokolewa kwa damu ya nani? Yesu Kristo. Wokovu ni kwetu. Sasa yeye anasema ile wokovu ambayo tumepewa na ile imani tumepata, aliona ni vema, aliona ni lazima kuandikia Wakristo ya kwamba wapate kushindania kwa bidii, sio kwa udhaifu, sio kwa rejareja, imani ile waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Nani ikirudia watakatifu, mmepewa imani, tumepewa wokovu. Ninaomba ile wokovu tuishindanie. Sawa, tumepewa mara ngapi? Bakisema ni mara moja, manake ukiipoteza kunaweza kuwa ugumu wa kuipata tena. Tuko pamoja? Kwa nini Yuda anatuambia vile? Maana yake nini? Wakristo wanapaswa kulinda na kutetea mafundisho ya kweli ya Injili. Tumefika hapa kwa njia ya kuhubiriwa maandiko matakatifu, kuambiwa njia ya kweli, na tumeona kama njia ya kweli ni hii, na tumeona katika mafundisho yaliyopita ya kwamba ulimwengu una njia mbili, njia pana na njia nyembamba. Ulimwengu una kanisa mbili, kanisa ya kweli na kanisa nini? Ya uongo. Ulimwengu una mafundisho ya aina mbili, mafundisho ya uongo na mafundisho nini? Ya kweli. Sasa tumefunzwa mafundisho ya kweli, na hivi tumefunzwa mafundisho ya kweli, inaomba sasa kuilinda na kuitetea Injili. Na ndio maana hawa ambao wamepokea mabiblia leo, tunaona msibakie mahali ya kutojua. Msome Biblia, kweli iko mule ya Injili, mpate kuitetea. Kuna mtu mwenyewe nasikia anasema, bwana muuliza, sasa unakuwa Adventist? Ndio. Nini likuvutia? Sasa yule anatushauria kulinda ile imani na kutetea mafundisho ya kweli na ya Injili. Ndio maana tutaijua kwa kusoma andiko. Tulikuwa Wasabato sababu katika kanisa la Wasabato ndio njia kwenda mbinguni kupitia maandiko matakatifu. Wao wanafundisha inayopatikana katika Biblia sawa vile kawaida, Agano la Kale, Agano Jipya. Sababu katika kitabu cha Ufunuo kule mwisho, Yohana alioneshwa na kaambiwa ya kwamba kusikia mtu mwenye atapunguza ile vinaandikwa mwa Biblia, hawakupunguza lolote katika sheria amri za Mungu. Kusikia mtu mataongeza, lakini tufuate maandiko. Sasa waamini wanapaswa kusimama, ingine ya pili, waamini wanapaswa kusimama imara katika imani bila kuyumbayumbwa ama kuyumbishwa na mafundisho ya uongo. Ya pili, Wakristo wanapaswa kusimama katika imani, wasiyumbayumbishwe, wasikuwe watu wa kuyumbayumba au kuyumbayumbishwa na mafundisho ya uongo. Si vizuri ukuwe mtu wa kuyumbayumba, umekwisha. Mkristo anapaswa kwa. Unajua mtu ambaye anayumbayumba katika Ukristo, njoo wale wanasema na kanisa fulani nayo mko watu wa Mungu, wataokoka, wataenda mbinguni.
na kukula hiki basi ni mbaya, na kule mimi naweza enda kule mtu yuko na yumba katika nini? Katika imani na katika mafundisho ya kweli. Sababu kule Yohana alikuwa ameonyesha kwamba Yesu kama bwana harusi. Sijui mnasoma nini katika mabiblia zenu. Je, mnasoma kama Yesu atakia kamata wabibi wa harusi wala atakamata bibi harusi? Katika mabibi wengi atakamata wabibi wangapi? Mmoja. Katika makanisa mingi, maelfu, mamilioni, Yesu atarudi anakamata kanisa moja. Hata Paulo anaandikia Waefeso, Wakristo wa Efeso kwa wakati wake. Mnaona alikuwa mwongozi wa kanisa la Efeso ni nani? Ni Timotheo. Timotheo alikuwa mwongozi wa kanisa la Efeso. Aliwaandikia kwamba imani ni moja, ubatizo moja, Baba mmoja na Roho mmoja. Sasa imani zisikuwe mbalimbali. Sasa mtu wa kuyumba hii imani nakuya anaipokea kama kweli, ingine imani anaipokea kama kweli. Jana alikuwa muibada nafasi fulani, leo anakuwa muibada hapa, kesho anaingia tena muibada nafasi ingine. Ulikuwa na yumba. Unapopokea kweli, usiwe mtu wa kuyumbisho. Hata katika maisha ya kawaida kuna kwa wanafunzi nao kumasomo wa kuyumba na kuyumbishwa. Leo anakuwa kwa institut Amani trimestre ya kwanza. Wakati wanaklotire trimestre ya kwanza, kama anajikuta kule hakutumika mzuri, kulikuwa wazi kitu gani kimekosea, anaenda kwa institut Upendo. Utakutana mwaka mmoja mwanafunzi amesomea kwa institut ngapi? 2, 3. Kuyumba. Bwana moya alikuwa ametoka katika mwingine ya kwao. Aliporudi kule nyuma miaka mingi, wale waliokomana naye zamani walipomwona wanamsalimia, wanamwambia jambo sana. Siku mingi sana. Wewe ule ndio kabisa mie huyu. Habari ya bibi yako Margarita. Akasema Margarita iko bien. Lakini unatunga naye mpaka leo. Akasema basi sisi wa Kristo hatuachanake na wanamke. Sasa unajua wamama wengi wanayumba na kuyumbishwa. Wababa wengi wanayumba na kuyumbishwa. Huyu mama yuko maibu nyumba leo, kesho kwa ile nyingine nyumba. Baba yuko maibu nyumba leo, kesho kwa mwingine nyumba. Tunakutana katika Kiswahili, yawezekana kwake yenyewe tunaitaka kila ndio uko. Kuna kwa mauko mbalimbali. Sijui mauko zetu ziko namna gani. Lakini hiki siseme kama ni kitu ya Biblia. Kuna kwa uko, mfano uko ya kwetu tunakuwa na watu tunaita Wayora, tunakuwa na watu tunaita Wasukari, tunakuwa na watu tunaita. Sasa unakutana iko na mtoto, mama ameolewa na Msukari, anakuwa na mtoto wa Msukari. Kesho anaolewa na Muyora, anakuwa na mtoto wa nani? Wa Muyora. Kuyumbishwa. Unaona sasa kuyumbishwa mafikiri. Na hiyo Wasukari katika mambo ya mila ya kwetu sisi animale toteme basta ni
kacheche wanaita Nyamwisi mkihavu, sio tunaita kasi limbira. Unaona kuyumba. Batoto walipaswa kuwa basukari, basikuwa basukari na barani na bayona. Bahande bakanga banyambiriri. Uko na mtoto wa munyambiriri, unakuwa na mtoto wa muhande, unakuwa na mtoto wa munyamucha. Kuyumba inakatazwa. Unakuwa na mtoto wa Mungu, kisha unakuwa na mtoto wa Mugesera, kisha unakuwa na mtoto wao Kalveri kisema Mugesera sana ni wale wengine. Unakuwa na mtoto wa Mubanda, unakuwa na mtoto wa Muguyane. Kuyumba. Hii Yuda alionya kwamba Mkristo apaswa kuwa wa kuyumba, anapaswa alinde imani. Baba, wewe uko muhande, umeoa labda mkanga kazi ni mwende ule unasemaka. Mbatoto wako kuliko waseme mbatoto wako enda patikana mtoto wa mkanga kazi, mnapatikana mtoto wa muhande kazi, mnapatikana kuyumba. Peut-être omwe wakati ulikuwa ni mpagani unaoya yua Yesu Kristo tuli bazalaka umpetolelete kisha ukaokoka ukaacha bila, lakini matatizo kama ulikwisha kuokoka tunakuwa na vitendo vingi kuyumba. Ndio maana unapokuwa mshika sabato usiyumbayumbishe imani yako. Kuyumbayumbisha imani. Ya tatu ni wito wa kuwa waaminifu wa kweli ambao Mungu ametufunulia katika neno lake. Ingine naomba tulinde wito. Kila mtu mwenye hapa ameita. Wito wako umekuwa hapo umeitwa. Hakuna mwenye alijileta, umeitwa na Roho Mtakatifu. Umealikwa kupitia wanadamu, lakini sasa umeitwa na Roho Mtakatifu. Ile wito yako uilinde. Wito ambao Mungu amekufunulia wa neno lake. Wito wa uimbaji, baki katika korale, usitoke. Wito wa shemasi, tumika kazi vizuri. Wito wa mama Dorcas, tumika. Wito wako ulinde. Haleluya. Ulinde. Usiumbe leo huko. Ya tatu, pamoja na hiyo, Wakristo wanapaswa kulinda imani ya Kikristo kwa bidii na uaminifu. Haleluya. Kinachohitajika, Wakristo wanapaswa kulinda imani ya Kikristo kwa bidii, kwa juhudi. Muwe na juhudi ya kulinda imani yenu. Musicheze kuume kushoto. Dada, linda imani yako. Kijana, linda imani ya Kikristo. Usipotoke katika imani yako. Usije ukapata madhara. Kuna habari mbaya ambayo nilisikia. Mtoto mmoja ndio ile telefoni za wazazi zinakuwaka. Ni shemasi mkuu wa yule mwanamke. Sawa. Habari mbaya ni kusema namna gani? Dada mmoja alipendana na kijana. Alikuwa étudiant yule dada. Kijana alimpenda na ngali mu G2 mu ISP. Wakazungumza wakapendana. Uchumba ikisha kawia inakuwa sawa vile Nicole. Kisha kijana akasema nitakuoa. Akamwambia sasa ni vizuri, lakini
msimamo wa baba hawezi kubali niolewe na wewe, sababu wewe si msabato na mali yako hata ichukue. Kijana mwambia, sabato tu ndio tatizo. Akasema ndio. Eske hawezi tika mbona kwenye banaabudu Mungu iko fasi yote. Akasema iwezekana hivi baba amesimama. Ukijana akasema haina shida, na kule kweli mnaweza kufundisha kule kwa mzuri sana. Kijana akakia kwa kanisa, unasema je? Sikile ni amen. Eske nikijua mifundisho. Haleluya. Msema anasema amen na wazazi wakakula fete wale Mungu sana. Hey. Présentation d'autres mariage civil et mariage religieux. Miezi michache kisha ndoa akamwambia haurudie tena kule kwa Sabato. Mimi siendi na ufanye magano. Haurudie. Chagua kati ya kimoja kati ya vitu viwili. Au bunyumba unatia amri zangu, au bunyumba inaisha unafanya magano. Unaenda. Changamoto kubwa. Utafanya nini? Mnamchagulia ni bunyumba ishe juu kwenda mkanisa wala kanisa ishe juu ya bunyumba. Babana ni wamingi. Afate nani? Afate bwana yake. Je, imani na yumba wala hayumbe? Sasa naye kuwa na imani ya kuimba ataokolewa? Afate bwana yake, imani yumbe, kisha aangamie, ajikufie lwake na kusishie pale. Tatizo kubwa sana. Changamoto. Ndio maana mimi naambia kada Bahati hakuwa naangalia mzuri. Kijana sija kamdanganya mwenye kwa msabato. Wa vijana ni wajanja. Ni wajanja. Mwishowe ilikuwa vuta ni kuvuta. Wakati fulani mwanamke akienda kuibada alikuwa anarudia siku ya Sabato anapigwa. Jamaa ziliikala, marafiki waliikala, bilishindikana. Ikafika wakati basi nami yeye nikaamua nikasema afanye namna gani? Waache kwenda msabato asikuwa. Basi ina maana gani kwenda msabato kisha unarudia fanya gani? Na unalisikia kusema mbaya. Vita kubwa sana, hata watu walishindwa. Malheureusement yawezekana wako tena taumwa hivi tuko tunaongea. Yafaa kulinda Ukristo, usikuwe mtu wa kuyumba. Umaskini inaweza acha mtu na yumba. Krizi inaweza acha na yumba imani yako. Kuoa inaweza acha na yumbisha imani yako. Kuolewa inaweza acha na yumbisha nini? Vitu vingi sana. Usiumbishe imani yako. Hasa tutoke kwa hii tuingie kwa madhara mbalimbali ya watu walio yumbisha ambao hawakulinda imani yao. Kwanza, unajua kudanganywa na mafundisho ya uongo. Mwatusomee Petro wa pili 2 mstari wa 1 mpaka 3. Hapa nje kuna mafundisho ya uongo. Inaweza kuyumbisha nini? Imani yako. Unasema hii mafundisho ni ya kweli. Mtu anakuelezea mafundisho ya uongo, iko na ulimi, na unaamini kwamba ni kweli. Aloke, mtusomee masha vita. Petro wa pili sura yake ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Inasema nini? Inasema ndio. Inasema hivi. Ndio. Petro wa pili
sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 3. Basi wekeni mbali uovu wote. Eske pale. Lakini pia watainuka manabii wa nini? Miongoni, Petro wa pili 2:1-3. Lakini pia waliinuka manabii wa uongo miongoni mwa watu, kama vile watakavyokuweko walimu wa uongo miongoni mwenu. Wataingiza mafundisho yasiyopatana na kweli kwa siri, hata kumkana Bwana wa pekee aliyewanunua, na hivyo kujiletea wenyewe maangamizi ya haraka. Madhara ya kwanza, kuna wale ambao wanauyumbishwa na mafundisho ya uongo. Sababu Petro anaonyesha kama kulikuwa manabii wa uongo tangu zamani, na leo kutatokea sasa sio manabii lakini walimu wa nini? Wa uongo, ambao watadanganya watu na kuyumbisha imani zao. Lakini wale walimu wa uongo mwisho wao ni kupata madhara ya nini? Na hapa ya pili, kuacha imani. Madhara ya kuacha imani, wengine wataacha imani kwa mafundisho, wengine wataacha imani, watakuwa na kuacha. Timotheo wa kwanza 4 mstari wake wa kwanza. Roho asema waziwazi ya kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zidanganyazo na mafundisho ya uongo. Katika siku za nini? Za mwisho. Watu wengi watafanya namna gani? Wataiacha imani na kufuata mafundisho ya nini? Tuko katika siku za mwisho, linda imani yao. Wengi wataacha imani, na wengi kuna wale ambao wamekwisha kuiacha na kufuata mafundisho nini? Ya uongo. Unajua madhara ya kuacha imani, kupoteza uhusiano wao na Mungu, kutokaa imara katika kweli, kunaweza kumfanya mtu aishi mbali na mapenzi ya Mungu. Haleluya! Kutokaa katika ukweli wa Mungu, kuiacha imani ya imani ambayo ulipewa, inaweza kuacha unaishi mbali na nani? Na Mungu. Na unapoishi mbali na Mungu hauna salama. Waebrania, msomee Waebrania 1:2. Waebrania sura 2 mstari wa kwanza. Kwa hiyo imetupasa kuangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Haleluya. Huyu mwaliandikia Waebrania anasema inatupasa kuangalia, inatupasa uangalifu sana kusudi kile tulichokisikia tusije tukafanya magani tukakiacha. Ile mafundisho ulipata, ile imani ulipata, tusije ukafanya magani ukaiacha. Na ile wokovu usije ukaikosa. Ndio maana afaa kila mtu aangalie zamu yake. Angalie nini? Zamu yake. Asante kwa zamu yake. Na usije ukapoteza uzima milele. Acha nikwambie kwamba kukosa wokovu, ikiwa mtu ataiacha imani yake kabisa, ule mtu atapata wokovu. Biblia inahimiza waumini kudumu katika imani mpaka mwisho. Haleluya. Amina. Ukishapokea imani, Biblia inasema ubakie katika imani mpaka nini? Mpaka mwisho. Ni wakati gani? Kuna aina mbili ya mwisho. Mpaka mwisho wa maisha yako. Kama utasinzia usije katika nani? Katika Kristo, katika imani. Mwisho inaweza kuwa Yesu anakuja tuko wazima. Kama Kristo atakuja ungali mzima, au utasimama katika nini? Katika imani. Atakapokuja sikutane umekimbia, umkimbie juu ya haya. Linda imani yako. Tunasomea Mathayo 2:13.
Neno la Bwana linasema, nasemaje? lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ule ambaye alipokea imani na kailinda, alipata ukweli na kaulinda kwa bidii, akivumilia mpaka mwisho, utafanya namna gani? Ni wakati gani wanaambia mtu avumilie? Ni wakati vitu viko vyepesi. No, pourquoi washiriki hamna uvumilivu? Tunakosa uvumilivu namna gani? Kukua Mkristo mpaka siku Yesu atakwenda kuwa na nini? Wewe kidogo hauna uvumilivu tu. Uvumilivu ni kitu muhimu katika Ukristo. Uvumilivu ni kitu muhimu, yafaa kuvumilia. Vumilia. Ulimwengu kuna kupanda mfano na gani? Na kushuka. Kuna wakati wa raha na wakati wa nini? Kama uko Mkristo fanya namna gani? Vumilia. Kama umekosa nguo, fanya namna gani? Vumilia, kesho utafanya namna gani? Kama chakula imekosekana mnyumba, njoo ucheze imani yako yumbe. Fanya namna gani? Vumilia. Kama ni kazi, vumilia. Kama wamekuchokoza, wamekusaliti, fanya namna gani? Vumilia. Atakayevumilia mpaka mwisho atafanya namna gani? Haleluya. Uvumilivu. Na pamoja na hayo, acha tuangalie kipindi cha mwisho, tuangalie watu walioacha imani na kumwasi Mungu wakapata madhara. Mimi naanza waendelea watu fulani. Wa kwanza ni mfalme Sauli. Alikosa kumtii Mungu na akakosa kumfuata. Mwishowe Mungu alimuondolea ufalme na akafa kifo cha hatari. Kuna madhara ya kuacha imani na kuacha Mungu. Kila mwana anaingia katika imani akiacha anapatwa na matatizo. Huyu wa kwanza ni Sauli. Sauli alimwacha Mungu, hakutii Mungu na alikuwa mfalme. Mungu akumwachia nini? Ufalme ikaisha na akakufa kifo cha hatari. Tuone kifo gani alikufa. Wasomaji, mtusomee Samueli wa kwanza 5:22 na 23. Msikie kifo cha alikufa. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 22 na 23. Muone kuacha imani hawezi fanikiwa. Ukiacha ukweli hauwezi fanikiwa. Na unakufa kifo kibaya. Kuna wengi ambao walikuwa Wakristo, walikuwa wanatakata wakati wako wa Kristo. Ulikuwa unakutana hawasamuki. Ulikuwa unakutana hawachife. Unakutana mwili yake ni ya kawaida, iko na amani. Lakini wanapoacha Mungu, unakutana hiyo mishipa yote ya mshingo yako juu ya kukunywa pombe, kuvuta tumbaku, kwenda kuhabara, damu inaisha mwili. Unakutana watu eske unadhani kama mupime kujikamata picha ni wenyewe foto au unavyo mtu ukamate video. Akisha ukamata video, uangalie video yako. Kisha utafute mwenye mlikomalia kalimwa naye. Wampagani. Upime sura yake na yako. Utaona wewe yako ikana teleza kidogo, tumesheleza miaka 18. Lakini ule mwingine shakota kulita mweupi kwa sababu wengi hapa. Jambo na mimi kwa kama ni matista zamani. Sio. Mwingine wako wanaanza kuimba. Shalewa likoyola hapo. Ukiacha imani kufa kifo mbaya. Kifo acha tuone. Msoma msha pavipi? Kisha pavipi? Mesoma pastor. Naye Samueli akasema akaambia Sauli, Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketeza na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Vitu viwili. Kutii sauti ya Bwana na kutoa nini? Sadaka, dhabihu. Ndio akauliza, unawaza kati ya vile viwili? Mungu anapenda dhabihu, zile sadaka
kuliko kutii? No. Hata utoe dhabihu za kunona mafuta, lakini kama hauna utiifu, endelea pastor. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Kitu gani kilicho bora kuliko dhabihu? Kutii ni bora kuliko nini? Dhabihu. Mtoto asiyetii wazazi wake atakufiaka kwenye hakuna mwingine na nakosa wa kumuzika. Mtoto asiyetii wazazi wake, awe fille awe garçon, atakumbukaka na bamemuzibula kofi ya masikio, anasikia virikila vya mtu na kusikia. Mkristo ambaye hatii atasikiaka na iko mjehenamu. Alishagonjwa sida, alishagonjwa kusikia kuliko mafuta ya beberu. Na kusikia nao ni mzuri kuliko mafuta nini? Ya beberu. Yafaa kutii na kufanya makosa. Kuko watu wenyewe wasiki yake. Watu wenyewe banaambiwa wafanye namna gani? Hawasikii. Kesho ni maombi, kesho ni salongo, wako wanakuangalia tu. Kuambiwa hawasikii. Achana na pombe, hasikii. Achana na chuki, hasikii. Achana na kuvunja sabato, hasikii. Kesho ni maombi mardi. Pametangaza. Exameni kesho. Kesho dimanche. Kesho iko mbali. Nitawauliza swali. Bangapi walikuwa nikala humu leo? Jana, juu itakuwa ni kesho. Bangapi wako maombi hapa? Hawasikii. Endelea pastor. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Uchawi, mnajua uchawi? Anayeasi, kuasi maagizo uliambiwa, kuasi amri 10 za Mungu, kuasi maagizo ya uongozi, kuasi programu umepewa, ni kama nini? Kama nini? Dhambi ya uchawi. Dhambi ya nini? Ya uchawi. Tunge wenyewe wanaasi nabo basicheke bachawi, wote ni bachawi. Bachawi ni wangapi wenyewe wako? Uko sawa nani? Mungu atuhurumie sana. Ukiacha imani hausikii yenye uko nafundishwa. Endelea pastor. Ndio. Tuko kuzentua. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Ukaidi kama upagani. Donge tuko Mkristo, mimi kama uko mkaidi. Huko sawa sana mwenyewe kufanyika kama gani? Hakubatizi wako. Endelea. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Sawa, Mungu anasema. Yeye naye amekukataa wewe usio mfalme. Ndipo Samueli akaambia Sauli, kwa kumekataa neno la nani? Naye Bwana amekukataa kwa nini? Mfalme. Bwana kafanya na gani? Uongozi unaweza kuishia sababu nakataa neno la nani? Kazi inaweza kuishia sababu nakataa kazi ya neno la nani? Na Bwana. Nyumba inaweza kuishia. Unajifanya mpagani. Kataa neno la nani? Bwana. Ili kama mkuu wako na pale Sawa aligombolewa na nani? Na nani? Ufalme ulisha wala ukuisha? Ulisha. Kifo sasa chake alikufa kifo gani? Pastor, rukia pale kwa ile Samueli yenye tuko hapo tu. Tuone kifo alichokufa. Rukia sasa kule kumwisho ku 31 verset 1 mpaka 6. Verset 1 kufa kwa Sauli na wanawe. Sasa sikia, kufa kwa nani? Kwa Sauli na wanani? Na watoto wake. Yeye ndio mwenyewe Mungu alikuwa anambia fanya hivi, anakataa. Hata kifo kilikuja hakikumwacha, kikagusa na wanani? Tega masikio maandiko matakatifu. Basi Wafilisti wakapigana na Waisraeli. Ukakuwa vita kati ya Wafilisti na Waisraeli? Ndio, nao watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti. Acha nikuambie, Pastor Mtimano ananiambiaka hivi.
aseme mtumishi wala Mkristo mwenye utaweza ogopa ni ule mwenye angali katika ndio ule mwenye angali na roho wa Mungu. Lakini Mkristo mwenye amekwisha kutokwa na roho wa Mungu, usimuogope. Wala mtumishi ni bure, hana nguvu tena, hawezi pambana, hawezi. Kila shauri inakuya, anaenda anayumbishwa huku na huku. Sasa hapa Wafilistini wanapigana na wanani wa Israeli. Sauli alishafanya makosa, anaenda kuvita, akapigwa mbele ya adui. Waisraeli wote wakafahamu na gani? Wakakimbia. Mungu yutamwona. Endelea. Ndio. Tarudia. Basi Wafilisti wakapigana na Waisraeli, na watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti. Wakaanguka wameuawa katika mlima wa Gilboa. Huko Gilboa Waisraeli wengi wakakufa. Unaona Mkristo mwenyewe ana Roho Mtakatifu ana maombi. Kuanguka mbele ya dhambi ni miniti mbili, sawa vile bitika ya kamera mbele ya mbuzi. Endelee. Wafilisti wakapofuatia sana Sauli, wakafuata Sauli na wanawe na watoto wake. Wafilisti wakaua Yonathani na Abinadabu, sikia sasa, na Malkishua wana wa Sauli. Sikia. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, na wapiga upinde wakampata hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Sikiliza sasa. Kumapambano utaendelea. Kumapambano Waisraeli wamekimbia, wameuawa. Kisha watoto wake Yonathani na ule mwingine wote wakafanya namna gani? Na vita ikakuwa namna gani? Kali kwamba kwanza ikakuwa kali mpaka upinde ile mishale ya ile wakati mabunduki zikaanza kuwa ikafuata nani? Sauli kamupata, akalumia na kafadhaika sana. Ufalme umeisha, ona mateso yanakutana nayo. Ndio maana kwa Yesu kuna raha. Haleluya. Kwa Yesu kuna nini? Kwa shetani ni taabu. Kuko mtu mama anaitwa Wabisa na Mbwa. Wabisa na nini? Ukiwekea pamoja na imba ukwe mayele. Kwa shetani hakuna nini? Ni manda ya muda ndio anafanya kwa shetani. Ni manda. Batrezoro mputu. Mngale mnasikia wanavuma maekipe. Si manda wishi. Wale wakija wote sasa natafuta na nakatafuta kwa deputy sasa ninapitaka. Sio. Bientôt mchunge Cristiana mtasikia haiko tena. Ba Maradona zamani, ba Roger Mila, mnasikia? Zero. Kwa shetani ni manda. Lakini kwa Yesu ni maisha ya milele. Haleluya. Ni maisha nini? Ya milele. Yesu akikupatia na ukitii na kufuata yake haina manda. Unakuwa na raha duniani na utakuwa na raha wapi? Mbinguni na katika pale. Sikiliza, endelea pastor. Mstari wa 4 inasema. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake. Sauli amerumia sana mpaka akamwambia escort wake, futa upanga wako unichome nao, wasije watu hawa wasiotahiriwa wakanichoma na kunisimanga. Endelea pastor. Lakini huyo mchukua silaha zake akaogopa, akakataa kwa sababu aliogopa sana. Kisha sasa Sauli akautoa upanga wake akauangukia. Mstari wa 5. Na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akaangukia upanga wake akafa pamoja naye. Mstari wa 6. Hivyo Sauli akafa na wanawe watatu na mchukua silaha zake na watu wake wote pamoja siku hiyo hiyo. Sikiliza. Ukiachana na kazi ya Mungu utajikomplike wewe mwenyewe.
Ukiacha maisha ya Ukristo utajikomplike wewe mwenyewe, na ukishajikomplike akili yako inayumba, inacheza kalikile, inafika wakati na shirikana, akili yako ina plante. Ikisha plante unakufa kifo kibaya. Wakati yeye anapigana, watoto wake wanakufa, Waisraeli wanakufa, analumia, akasikia maumivu inamsumbua, akaambia escort wake, unajua sina tena maisha ya kuishi. Akaanza na kifo, njoo afadhali afanye namna gani? Unaona wale wanajinyongaka, wanajinyonga kwa makosa yao. Akishaona haya huku zinamkamata, huku ndapita wapi? Anasema kulipa asibira fana namna gani? Hakili kisha plantera fana namna gani? Anajinyonga. Huyu akaambia nani escort wake, unajua kamata mpanga mara moja kati nini? Uniue nikufe. Sikia mtu alikuwa mfalme vraiment. Alikuwa na raha bwana. Tena mfalme mwenyewe hakupiga coup d'etat. Mungu ndiye alimpatia nini? Mamlaka, na kampagala nini? Kupitia Samuel. Miaka jikomplike. Hasa ndio yule mtu wake escort yake mpige mpanga muwe. Escort akafanya magani? Akaogopa. Niwe huyu mtu. Alipoona escort wake hamuwe, yeye peka kamata nani kisu yake. Kisu yake ilikuwa ni kisu ya makali kuwili, akaishimika mudongo, kisha mwenyewe akajinyangula, akashingiza kwenye kisu, akakufa. Kisha kukufa, ule escort wake akaangalia, akaona nana amekufa. Sababu escort aliogopa, iko sasa batawaza kama ndio afanya magani. Sijue mawazo yake. Escort na akafanya magani, akajiua. Akamaliza mbaya. Mzee, nakuombea Mungu akusaidie malize vizuri. Mkristo ambia mwenzako na si Mungu umalize mzuri. Umalize mzuri. Akamaliza mbaya. Na utoka kabisa. Madhara ya kuacha kazi ya nani? Ya Mungu. Madhara ya kutotii na madhara ya kutosikia. Wa pili ambaye alimaliza mubaya, tunaona Yuda Iskarioti. Eske mpaka nini baile tumusome? Si mnamwona Yuda Iskarioti? Wa pili alimaliza mbaya ni Yuda nani? Yuda alikuwa msomi kadiri vitabu ya Roho vinatuambia. Alikuwa amefanya mambo ya ekonomi. Tena alikuwa na verbe, alikuwa na neno mzuri. Wa mitume wa Yesu walikuwa na mjuu wako ushujaa na uzuri, anaweza wewe. Sasa unaweza na mkanisa, huyu anaweza kuwa shemasi, huyu anaweza kuwa huyu anaweza kuwa wa shule ya Sabato, huyu anaweza kuwa, huyu anaweza kuwa. Unaona wanapochagua mtu mkanisa, wanapochagulia kazi, hawachagui kitu kwa kuloto. Wanakuwa shafara na gani? Alishaona wanapendekeza. Yesu akasema lakini huyu niko naona sitamwita. Bamitume akamwambia Yesu, vraiment umwite. Yesu alipoona wamitume wanapendekeza, Yesu akasema asione mbaya. Akamuita, akamfanya mmoja wa 10 na ngapi? 12. Ona, na wakamtia kukesi. Alikosa nini? Alikuwa na njala. Unaanza wenye banendaka zurura inji, banakuwa wamekosa kitu mnyumba. Wamekosa kitu mnyumba. Vyote vinakuwa viko wapi? Unasikia mtoto alienda iba biskuit, alipiga kwa biskuit. Ni juma badala njala basi. Balikosa mango, balikosa nini? Huyu Yuda Iskarioti, mnaelewa kisa alishikomplike mwenyewe, akasaliti nani? Yesu. Na sali musaliti alipoona magumu yenye natokea, yeye peke akafadhaika, akajikomplike, akawaza hivi yenye nilianza bomola hivi, nitabianzia wapi tena kufanya na gani? Kubitengeneza, akili ka plante. Ilipo plante akafanya na gani? Kifo kibaya.
akajua. Ile tulikutana katika Mathayo. Watatu ni Dema. Mtusomee pastor. Dema tunapata katika kitabu ya pili ya Timotheo sura 1 sura 4 mstari wa 10. Inasema hivi. Maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa. Lakini pastor hasta kipenda. Unasikia? Paulo anasema huyu Dema alikuwa mtumishi pamoja na nani? Na Paulo. Lakini kwa kuupenda ulimwengu wa sasa akaacha nani? Akaacha kwenda Tesalonike, Krete, amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Sikia. Huyu Dema akaenda wapi? Tesalonike. Mwingine akaenda wapi? Krete. Mwingine akaenda wapi? Dalmatia. Huyu Dema alikuwa mhubiri wa Injili pamoja na Paulo. Lakini jua kupenda vya ulimwengu sasa akaenda wapi? Akaenda Tesalonike akamwacha. Bangapi walishaacha kabisa jua kupenda vya ulimwengu? Ni bangapi? Ndugu, wanapoacha kanisa jua vya ulimwengu na kushindania imani ya ulimwengu. Watu mama wakaulizaka Yesu. Kulikuwa bwana mmoja alikuwa na mwanamke. Ule bwana akakufa na zalo ule mwanamke. Mdogo wake akamkamata akakufa, wa pili akamkamata akakufa, wa tatu akamkamata akakufa. Wa nne akamkamata akakufa, wa tano akamkamata akakufa. Ule mama alikuwa alishakuwa na wanaume ngapi alishampita? Watano. Sasa kauliza, wakati ya kiyama ule bibi atakuwa wanani mbale wanaume ile? Mbale wanaume tabu. Mwamu atakuwa wanani? Wa kwanza. Na watu walikuwa wanaki. Haleluya. Yesu akamwambia mbinguni hakutakuwa kuwa na mfano gani? Na kuolewa. Vile ni hapa kwa dunia. Haleluya. Mwingine ni Waisraeli. Waisraeli Mungu aliwatosha katika nchi ya wapi? Ya Misri, utumwa Misri. Lakini walipofika jangwani wakanungunika, wakakufia mule. Benye walivuka walikuwa ni watoto wadogo. Haleluya. Na mwisho sasa ni malaika. Soma kabisa kitabu cha Yuda. Tuone kule. Malaika nao. Yuda 1:6. Sikiliza. Njoo mwisho. Tunaelewa. Ndio. 6 inasema hivi. Tegei masikio kabisa. Na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe hapa sasa, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Haleluya. Wa 7. Haleluya. Hawa ni wanani? Malaika wasiolinda. Tunamalizia na wale wanadamu tumeona, lakini 10 na wamalaika wasiolinda nini? Enzi yao wenyewe. Lakini wakaacha nini? Wakaacha makao yao yaliyowahusu. Mungu hakuacha. Amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile ile. Mungu amewaweka katika vifungo vya nini? Vya giza. Wakilinda nini? Wakingoa nini? Siku ile ya hukumu. Wamalaika ambao kulinda enzi yao. Unaona kama mbinguni kunakuwa malaika. Na malaika mwenye alikuwa anaanzisha wimbo wa kwanza kule ni nani? Nasikia alikuwa ni Shetani. Ndio jina yake ya mbele. Lakini akaacha. Akaingiza na wengine mkuacha nini? Utaratibu wa Mungu kule. Wakaasi amri za Mungu. Wanasema wale wote walioacha enzi yao, wasiolinda nini? Enzi yao. Aliwakamata na kuwatia katika vifungu vya nini? Vya giza. Sasa ikiwa malaika mwenye hakulinda enzi yake ametiliwa katika vifungu vya giza,
na kungoja siku ya hukumu. Wewe mwanadamu mwenyewe utalinda Ukristo wako, utakuwaje? Wewe utapona? Hapana. Bana kupatia enzi yako ushakuwa Mkristo. Bana kupatia kazi leo uko unafanya unaacha. Ndio watu ambao wanaandika barua sasa wana demisione mkazi ya Mungu. Sisi tuna demisione. Barua umetanga kabisa. Tuna demisione kuuzea kabisa. Mimi demisione tangu leo siko tena shemasi. Huko malaika mwenyewe akulinda nini? Enzi yako. Pastor unaweza tusomea tena pale. Ndio kwa tunamalizia pale. Ndio. Mstari wa 6. Nasema nini? Na malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao, yaliyowahusu amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza, wapi kwa hukumu ya siku ile kuu. Huko muimbaji tangu leo sitaimbaka tena. Umeacha enzi yako au unalinda enzi yako? Umeiacha. Niko tangu leo sitaongezaka na tangu leo sitapata na Mkristo, sitapata na ile kanisa mimi nacho. Umeacha enzi yako wala umeilinda. Unaongoja nini? Mungu hata nyamaza. Anakutia katika nini? Kifungo. Unabakia mule unachuka siku ya nini? Ya hukumu. Wasiolinda enzi yao. Hakuna kujifanya ovyo. Wanajifanya highway. Mapagani huko kule wa star huko kule. Wapiga ramuni huko kule vitu gani? Hakuchezea barabara kule, chezea barabara. Hakusema Mungu huko mbali na sababu. Hakula nyama za najisi na huko unazikula. Hakukunywa maalkoli na huko unatumia maalkoli. Bakupigana, kuchambana wenjo lisansi. Daktari mkupigana sasa. Mimi ndakuchangia. Mimi asinionewe mama. Sinionewe mama. Sinionewe ufupi mimi. Sinionewe mama, sinionewe ufupi. Nitatembezana naye. Ataona gisi niko mkenga. Kama ni muziki la tajisikia kabisa. Tatu wala ndio. Haleluya. Haleluya. Amen. Yule anatuambia tulinde kwa bidii nini? Imani yetu. Mie tu tembe na suka akomona ngai. Natali sahi. Aligasa karananga. Aebi na botama wapi? Ndugu wapenzi, mzee tusome Petro wa pili na wala tafutie Ufunuo tumalizie pale 12:7 mpaka 9. Petro wa pili mpastere mstari wa 4 tu. Petro wa pili sura 2 mstari wa 4. Nasema nini? Nasema hivi. Ndiyo. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, sikiliza, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Aliwatupa wapi? Shimoni. Vifungo vya nini? Vya giza. Wafanye walindwe mpaka saa hukumu itafanywa. Wako waliokosa. Mungu wale wa malaika hakuacha. Aliwatupa shimoni katika vifungo vya nini? Vya giza. Walindwe kule mpaka hukumu itafanya na gani? Itakuya. Sasa mwanadamu atamwacha. Ufunuo mzee? Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 na wa 9.
12:7 neno la Bwana linasema, Nasema namna gani? kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita wapi? Mbinguni. Mbinguni. Endelea. Mikaeli na malaika zake Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Akapigana nao na malaika zake. Na hawakushinda. Hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Setu plasi zao mbinguni zafana na gani? Shika sana ulicho nacho, mtu mwingine si akachukua nini? Taji yako. Usikuwe huko na shofe kiti hapa, kesho mwingine afanye namna gani? Akiendelesha. Shika sana ulicho nacho. Mungu atusaidie. Haleluya. Amen. Wandugu wapenzi, acha niwaambie kwamba wale wa malaika walifukuzwa mbinguni, hawakubakia pale. Walipoteza nafasi yao mbele za Mungu. Ni madhara makubwa walipata. Ni madhara makubwa kupoteza makao yao mazuri na wanalindwa mwisho. Mungu awasaidie, Mungu atusaidie. Ili imani na kwetu tumekuwa nayo tuishike na tuvumilie mpaka wakati gani? Mpaka mwisho. Nafasi zetu tusizipoteze. Usipoteze nafasi katika Yerusalemu mpya. Usipoteze nafasi katika mbingu. Usipoteze nafasi katika society. Unapokuwa Mkristo, watu wote wanakuaminia na unasikia wanauliza shauri kwako. Hata kwa serikali, mtu akifika kule mkisema huyu akishirikana ukanisa, wanakuambia unashirikana ukanisa wewe? Unashirikana wapi? Ukanisa huko mtu gani? Huyu baba anashirikana ukanisa. Huyu mama anashirikana ukanisa. Huyu kijana anashirikana ukanisa. Tatizo sana. Ngapo anasema Mungu leo naja kwako. Unisaidie nipate kulinda imani, nipate kushindania imani ambao Wakristo wanapewa mara ngapi? Mara moja. Ili wakati hukumu yako itakuja, nipewe hukumu ya haki ya kwenda katika ufalme wa mbinguni. Je, ni hitaji yako? Kama ni hitaji yako, simama. Avumiliaye hadi mwisho atafanya namna gani? Ataokoka. Sauli alishindwa kutii, akakufa kifo kibaya, kisha ufalme wake kufanya namna gani? Kwenda. Hata na wale wakafanya namna gani? Wakafariki juu ya kutotii. Yuda Iskarioti alikuwa kati ya mitume 12. Ilikuwa ni cheo cha juu katika Injili, alikuwa ni cheo cha chini. Cha juu, kiongozi wa kuleta wengine. Lakini kwa kutotii alikufa kifo kibaya. Dema ambaye alikuwa pamoja na mitume, alikuwa pamoja na Paulo, kwa kupenda ulimwengu akaacha kazi akaenda wapi? Tesaloniki. Tesaloniki hapo ni nini?